anakamua maziwa vizuri. Akishakamua maziwa vizuri, anaweka maji. Akishaweka maji kwenye maziwa ili maziwa yawe mengi, akishakuwa mengi atapata faida kubwa. Hataki kuuza kile kilicho natural yake, yani uhalisia wake. Hataki, anataka aongeze na vingine ili viwe vikubwa zaidi. Sasa ndivyo hivyo leo mambo ya Mungu yamekuja natural, yani yamekuja ambayo hayajachakachuliwa, lakini mwanadamu akaamua kuyachakachua. Neno la Mungu liko pale pale, nguvu ya Mungu iko pale pale, uwezo wa Mungu uko pale pale. Uwezo wa Mungu aliyokuwa nao Elia, uwezo wa Mungu aliyokuwa nao manabii, uwezo wa Mungu aliyokuwa nao Yesu, uwezo wa Mungu aliyokuwa nao mitume, uwezo wa Mungu aliyokuwa nao waliotutangulia, ndio uwezo wa Mungu uko kwa wanafunzi wa Yesu. Hebu jipigie makofi, kwa sababu uwezo wa Mungu ulioko ndani mwako sio wa kawaida. Sema amen. Lakini ukiwa na uwezo uliochakachuliwa, unakosa yaliyo ya Mungu. Sema amen. Na ndio maana nasema yatamanini maziwa ya akili, maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Maana nyingine, yatamanini mafundisho ya kweli yasiyochakachuliwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ukiyapata mafundisho original, lazima utakuwa umekamilika katika kweli ya Mungu. Nipungie mkono hewani ambaye wewe umeipata kweli ya Mungu yenyewe original. Sema amen. Na ndio maana leo kuna watu wanatamani kuyapata mambo ya Mungu, lakini wanakutana mambo ya Mungu fake. Anasimama mtu anafundisha sababu za maisha yake. Anasimama mtu anafundisha njaa zake zinamsumbua. Zimemsumbua wiki nzima, anakuja kuambia watu hamtoi sadaka, na ndio maana mmekuwa matapeli. Hamtoi fungu la 10, na ndio maana mnaugua ovyo ovyo. Yaani huyo kilichomtuma ni njaa zake. Lakini angetumwa kwa ajili ya kufikisha ujumbe, neno litengeneze kitu ndani mwake, ndipo hapo angetambua nini maana ya kugoshiwa na nini maana ya kweli ya Mungu. Sema amen. Ndio maana sisi tukabaki kusimama katika neno lisilogoshiwa. Yaje maneno mengi leo, maneno yako mengi sana. Ya Yesu ni Bwana, anaokoa, anabariki, ni mengi, lakini hayatabaki kuwa ni maneno ya watu, lakini neno la kweli ni moja tu. Sema amen. Mwambie jirani yako, neno la kweli ni moja tu, kweli ya Mungu. Basi Mungu abariki sana. Yaani neno la Mungu leo ni moja tu. Kweli ya nani? Yaje maneno mengi, waje wahubiri wanahubiri mpaka hali zinapasuka. Waje manabii wanaomba